Mpendwa mtazamaji wa Shilo TV na mfuatiliaji wa Shilo Media Tanzania, nina kila sababu ya kukushukuru kwa kuendelea kutufuatilia. Na leo nimekuja na mgeni ambaye tutakuwa naye hapa, ambaye ni mdau wetu mzuri, ni mfuatiliaji wetu mzuri kabisa, anayefuatilia sana Shilo Media, anafuatilia Shilo TV, anafuatilia filamu mbalimbali tunazotoa. Karibu sana. Unaweza ukajitambulisha ili watazamaji wa kufahamu unaitwa nani? Okay, asante sana watazamaji wa Shilo Media. Mimi kwa majina naitwa Bwana John Lucas, ni mdau wa Shilo Media, ni mfuatiliaji. Tunafarijika tunapoona wadau wetu wa karibu wanatufuatilia hatua kwa hatua, wanatoa maoni yao. Kwa kweli tunafarijika sana, tunaona kumbe kuna watu wako nyuma yetu. Kabisa, asante sana. Ndio. Tunapoenda episode ya 5 tunahitaji kupata ushauri kutoka kwa wadau ili tuweze kujua nini tufanye, tuboreshe wapi tuongeze, wapi tupunguze. Kwa karibu sana, utupe ushauri. Nini ambacho umekiona, umekipenda? Tuanze na ulichokipenda alafu utakuja mapungufu ili tufanye maboresho. Karibu. Kweli kwa namna ambavyo mimi nawafuatilia, kwanza Shilo Media niipongeze sana kwa namna kazi nzuri inavyoenda mpaka sasa hivi. Kwa kweli mimi ni mfuatiliaji mzuri wa vipindi vyenu ama show zenu, maonesho yenu mnayoyafanya. Kwa kweli cha kuwapongeza, kwanza niseme kwamba mmekuwa na ile kuiface jamii. Katika onesho lenu hilo mmekuwa na kuiface jamii kwa maana ya kuielimisha. Nimefuatilia simu yangu. Ndio. Episode zote. Ndio. YouTube. Ndio. Facebook kule naona hapo. Ndio. Naona vijana waendelea kujikakamua kule kuonyesha vipaji vyao. Jinsi gani wana utaalamu wao wanatufikia. Kwa kweli ukiangalia kwa namna fulani hivi ni elimu tosha ambayo inatolewa kwenye jamii. Ule uhusika wao umeiface jamii moja kwa moja. Naam. Ukiangalia sasa kile kinachoongelewa kule kinaonekana kinakuwa ni kile kinachofanyika kwenye nini? Kwenye jamii yetu. Kwa hiyo ndio maana sasa mimi kwanza nimeanza na kuwapongeza kwa kazi nzuri ambayo mnaifanya. Kwa jinsi ulivyofuatilia, mapungufu yapi umeyaona ambayo ungependa tuyaboreshe? Okay, asante sana. Na nafikiri nitalenga kwenye sehemu mbili. Nitaongelea kwenye sehemu mbili. Ya kwanza naomba ni shauri kwenye ile userious wahusika. Sasa ule userious na kile kitu kinachoongelewa uongezeke kidogo. Kwenye ule userious na ile message ambayo sasa sisi tunaokula, maana ni kama chakula kilichowekwa mezani. Kwamba kile chakula ambacho kimetengenezwa pale. Userious wa kile kitu kinachofikishwa kwenye jamii kinatakiwa kuonekana kwenye mazingira. Sasa ule userious kidogo uongezeke kwenye matukio. La kingine cha pili niongezee kidogo kwenye swala la location ambayo itakuwa ni kama bado ni mapungufu kwenu. Kwamba kwa maana ya location ni mazingira ambayo yanatakiwa sasa yachukuliwe. Ni kweli kwenye ile sehemu ambayo inaonekana ambayo tulishuhudia ambayo ni mazingira sasa halisi ambayo sasa mlichukua, yani yaliyochukuliwa pale. Yanatakiwa kidogo tukiwa tunataka tumpikie sasa mtazamaji wetu sasa ile mambo yetu sasa mtazamaji wetu apate kile chakula kabisa kile chenyewe. Tunabadilisha kidogo kama mazingira, tunatafuta mazingira yale ya kufanana na ile kupokonywa. Sawa, ile kupokonywa yani mjini fulani hivi sawa. Kwa hiyo nitaka nishauri kwa namna hiyo. Asante sana kwa ushauri wako, tunakushukuru sana kwa yale uliotushauri, tutafanyia kazi. Sasa neno lako la mwisho ni lipi kwa jamii, au yani niseme kwa jamii kwa ujumla, neno lako la mwisho ni lipi? Asante sana. Neno langu la mwisho kwa jamii sasa niseme kwamba tupende tu kujishirikisha kwenye haya masuala ya uelimishaji. Sawa, kwenye masuala ya uelimishaji moja kwa moja. Lakini sana nipongeze Shilo Media kwa kila ambacho inaendelea kuidisha jamii. Nafikiri jamii inahitaji mabadiliko. Jamii hii inahitaji namna ambayo itajijengea uwezo. Sasa kama Shilo Media mimi naendelea kuwapongeza na muendelee kukaza buti kuielimisha jamii yetu hii tunayoishi. Asante sana. Mtazamaji wa Shilo Media, nashukuru kwa kutufuatilia tulipoanza kipindi hiki mpaka tunapohitimisha.
Ninaomba uendelee kufuatilia na ninaendelea kukuahidi kwamba yako mazuri yanayokuja. Baada ya filamu hii tuna filamu nyingine kali sana inayokuja. Kwa hiyo usiondoke hapo ulipo, endelea kufuatilia, lakini usisahau kitu kimoja. Ukiingia pale kwenye YouTube usisahau kubonyeza sehemu imeandikwa subscribe. Hakikisha una like video zetu, una subscribe ili angalau una turn on notification pale, kuna kengele pale, bonyeza pale ili tunapokuwa tunaweka kitu moja kwa moja unaruka hewani, vinaingia moja kwa moja kwenye simu yako. Kwa hiyo nishukuru sana kwa kuendelea kutufuatilia na mgeni wangu tuliyekuwa naye hapa sasa. Mgeni, nashukuru sana. Mtazamaji, mimi ni mtayarishaji wa kipindi hiki na mtangazaji wako Jacob Zakaria wa hapa Shilo Media Tanzania, lakini pia Shilo TV.